في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، katika iman, baada ya kutekeleza ibada ya swala hii ya adhuhuri, ada yetu na kawaida yetu, baada ya swala tunapata kalima fupi ya dakika 15. Lengo ni kuelimishana na kukumbushana kwa mambo ambayo yenye kufungamana na dini yetu ya Kiislamu. Na ada yetu katika kalima hizi ni kulenga mambo ya imani, mambo ya tauhidi, mambo ya itikadi. Na kulingana na kipindi hichi kilichojitokeza cha mwezi wa Muharram, tumezungumza sana kuhusu habari ya Mashia Ithnai Ashariya. Kwa hiyo baadhi ya waumini wakapendekeza katika hizi siku zetu za kalima tuchague japokuwa siku mbili kwa kila wiki tu tunazungumzia ushia, ulipoanzia, ilikuwaje kuwaje, tuweze kujua itikadi zao, imani zao. Na katika miongoni mwa hoja ambazo walizozitumia kutoa rai hiyo ni kwamba inaonekana wazi kwamba pia ushia ni hatari sana kwa imani ya mtu. Ushia ni hatari sana kwa Uislamu wa mtu. Ushia ni hatari sana kwa itikadi ya mtu, kwamba ushia, ndani ya ushia kuna ukafiri, kuna ushirikina, na umejidhihirisha kwa vazi la Uislamu. Hivyo basi Muislamu asije akadanganyika kwamba akaona ili ni dhehebu tu kama dhehebu nyingine, anaweza akajinasibisha nalo, anaweza akawa nalo, kumbe ikawa amepoteza Uislamu wake, amepoteza imani yake. Tukaona ni kweli kuna haja ya kuzungumza ili tuweze kufahamu, wajua hawa watu, itikadi zao, imani yao na msimamo wao na jinsi walivyo, ili tuweze kuchukua tahadhari sisi wenyewe na vizazi vyetu. Mzangu katika imani, hakika jambo la kutekeleza yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliyotulazimisha nayo katika kufikisha na kubainisha haki na kuwanasihi watu na kuwapa mwongozo na kuwalingania watu katika haki, ni katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyotutaka. Na kuhusiana haki ndivyo Allah alivyotutaka, na kuonyeshana haki ni katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyotulazimisha nayo. Sije mtu akawa na ya nini. Hapana, Allah subhanahu wa ta'ala ametulazimisha na ametutaka tufikishiane na tubainishiane haki, na tupeane nasaha na kupeana miongozo na kulinganiana katika haki na kuhusiana, kwa sababu ni wajibu wa Allah subhanahu wa ta'ala ametuwajibisha nao. Lakini pia kufanya juhudi kubwa katika kuzuiliana madhara. Ikiwa hili jambo lina madhara kwa Waislamu, basi ni wajibu wetu sisi kuelekezana na kuzuiliana, tusije tukaingia katika madhara. Kwa hiyo ushia ni madhara, tuna haki ya kuzuiana tusiingie huko, tusije tukadhurika. Lakini pia kupeana tahadhari, mpaka huu umma wa Kiislamu uwe ni umma ambao uko kama vile alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, uwe ni umma ulioshikamana, mutarabita, mutarahima, uwe ni umma ambao umeshikana, umefungamana, na uwe ni umma ni wenye kuhurumiana, uwe ni umma ambao ni wenye kuenda kwa kushikamana na Uislamu, umma ambao unaenda kwa kushikamana na Uislamu ihtiqadan wa qawlan wa amalan. Uwe ni umma ambao umeshikana katika itikadi sawa, kauli za sawa na matendo ya sawa.
mustamsikatun bilwahyaini, uwe ni umma ambao ulioshikamana na wahyi mbili, wahyi wa Qur'ani na wahyi wa sunna, alkitabu wa sunna. Usiwe ni umma ambao uliogawanyika katika ahwa, umma ambao usiwe ni umma ambao uliogawanyika taqasama al-ahwa, umma ambao utakaogawanywa na fikra potovu, fikra ambazo zinakwenda kuvunja Uislamu. Usiwe umma wa design kama hiyo, wala usiwe ni umma ambao ulioingiwa na fikra chafu, fikra potovu kama fikra za Mashia Ithna Asharia zinazotuaminisha kwamba maswahaba si lolote si chochote, na maswahaba hadhi yao haiko tena baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini pia isipelekee wale maadui wa Kiislamu wakapata njia na nafasi ya kuweza kuharibu Uislamu. Tubaki kama vile ambavyo Allah alivyosema, wa man yahtasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Yule ambaye mwenye kushikamana na Allah, mwenye kufungamana na Allah, basi huyo hakika ameongozwa ila siratin mustaqim, kuelekea njia iliyonyooka, kama alivyosema Allah katika surati Ali Imran aya 101. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika surati Al-An'am aya 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subula, msije mkafuata njia vingine vya Mashia, Jahamia, Qur'aniyun na wengineo. Fatafarraqa bikum an sabili, ikawa ni yenye kuwaacha nyinyi njia ya Allah. Tafarraqa bikum, ikawa ni yenye kupelekea nyinyi mkafarikiana, mkatoka katika njia sio kwa njia ya Allah tabaraka wa taala, vikatoka vinjia vingine, mkaiacha njia ya Allah, mkashika hivyo vinjia, kama ambavyo ilivyothibiti kwa maana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam siku moja alichora mstari, alafu pembezoni mwa ule mstari akachora mistari mingine, akawaambia hii ndio njia ya Allah iliyonyooka, ishikeni, hivi njia vingine hivi achani navyo. Kwa hivyo ndio lengo na makusudio, la'allakum tattaqun. Allah anasema dhalikum wasaqum bihi, huo ndio wasia ambao Allah alikuhusieni, mshikamane na njia yake iliyonyooka, msifate vinjia vilivyotoka katika njia hiyo kama Mashia na wengineo. La'allakum tattaqun, ili mpate kupata ulinzi wa moto, mpate kupata uchamungu. Hivyo basi, waqad kana almuslimuna ala ma ba'atha Allah bihi rasula, Waislamu walikuwa kama vile ambavyo Allah alivyomtuma mtume wake, ndivyo Waislamu walivyokuwa. Min alhuda wa dini alhaq, walikuwa katika uongofu na dini ya haki. Almuwafaq lisahih, dini ambayo imeafikiana na yale mafunzo sahihi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoyafundisha. Lakini falamma qutila amirul mu'minin, tunazungumzia tujue Mashia umetokea wapi, ilikuwaje mpaka tukawapata hawa watu wanaitwa Mashia na ulinganizi wao na dawa yao wanaotulingania watu tuingie huko. Falamma qutila amirul mu'minin, alipouawa kiongozi wa waumini al-Khalifa ar-Rashid, huyu khalifa muongofu aliongoka, ambaye aliyekuja baada ya kufa Mtume. Maana khalifa maana yake ni kiongozi aliyekuja baada ya kufa Mtume kuchukua nafasi ya kuongoza, ambaye ni Uthman bin Affan. Alivyouawa huyu sahaba, waqa'at fitna. Hapa ndiyo chimbuko la kuanza matatizo katika umma wa Kiislamu. Wakati Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wa sallam yupo, watu walikuwa wamenyooka, wako hivi, hakuna shida. Akaja Abu Bakar, akaja Umar, alipokuja Uthmani, ndiyo hapa fitna ikapamba moto.
Abu Bakari alikutana na fitna ya murtadin. Kuna baadhi ya watu waliacha Uislamu kwa sababu mtume kafa, kwa hiyo wakaona kama vile ndio Uislamu kuisha. Ni wale watu ambao wako katika vijijini huko mwisho wa mji, nje ya mji huko, ambao walipata habari za Uislamu wakalingania wakakubali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa, kuna baadhi wa huko katika maeneo ya huko wakawa ni wenye kuona basi tena madamu mtume kafa na dini basi, wakawa wakakataa kutoa zaka. Wengine kwamba zaka sisi kwa tukitoa wakati mtume yupo, sasa mtume ameshafariki, zaka ya nini? Abu Bakari radhiallahu anhu akapambana na hiyo hali, akaiweka sawa, watu wakarudi, wakabaki na dini yao, wakabaki na msimamo wao. Kisha baada ya hapo akaja Umar. Alipokuja Umar ndio akazidi kuufungua Uislamu radhiallahu anhu, akaupigania Uislamu ukaenda mbali, akafungua miji mingi sana kwa uingiza Uislamu. Baada ya kufa kwa Umar radhiallahu anhu, akatawala Uthman bin Affan, akawa ndio kiongozi wa Uislamu, akaendesha uongozi wake. Lakini pakatokea fitna ya Khawarij waliokuwa wao wametoka katika taa ya kiongozi. Khawarij wametoka kwenye uongozi wa Uthman, wametoka katika uongozi wa khalifa huyu, wakajitenga, wakawa wanaanzisha harakati zao na mambo yao. Baada ya hapo ndipo hali ikabadilika, wakaja wakamzingira Uthman bin Affan katika nyumba yake, wakamuua. Hapo ndio fitna ikaanzia hapo. Kwa hiyo pakatokea mgongano baina ya Waislamu, faqtatala almuslimuna bisafain. Hapo mgongano ukajitokeza kati ya Waislamu katika kutafuta Uthman kauawa, inabidi tupambane, tulipe damu yake, waliomuua wanajulikana na watu fulani. Kopa kaingia mzozo kidogo, pakaingia mtingishiko ambao uliopelekea baadhi kufitinika na mtingishiko huu. Lakini Allah kaleta nusra, hali ikakaa sawa, ikawa Uislamu unaendelea. Akatawala Ali bin Abi Talib, akawa ndio kiongozi. Wakati ametawala Ali bin Abi Talib, tayari kushajitokeza kundi ambalo lilojitoa kwa Uthman, likajitoa kwa Uthman, likajiwekea utaratibu wake. Kisha baada ya hapo likapatikana kundi jingine, hilo nayo likajinasibisha kwamba wao ni wafuasi wa Ali bin Abi Talib. Thumma hadatha bid'atu al-Khawarij, likatokea kundi la makhawarij ambao wao waliojitoa katika utawala, wakasema sisi wakawa kumkufurisha Uthmani, na baadhi ya maswahaba wakaona kwamba hawa hapana, wakajitenga huko. Kisha baada ya hao wakajitokeza bid'a ya tashayyu, watu ambao wamejiweka kwamba wao watakuwa ni wenye kumuunga mkono Ali bin Abi Talib, watatabaa khuruju alfiraq. Kisha baada ya hapo ndio yakaanza kutoka makundi mengi sana, lakini kundi la kwanza ni Khawarij, kundi la pili ni hao ambao wanasibisha kwamba wao watakuwa ni wenye kumuunga mkono Ali bin Abi Talib. وقد قال شيخ عبد الله في مقدمة اختصاره المنهج سنة، فإن منهج السنة النبوية في نقد دعاوى الرافضة أو القدرية. Wakatokea katika wakati huo kundi la hawa mashia na makundi mengineyo alfiraq, kama akhbara dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi. Ma rawahu Abu Huraira qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
iftaraqat al-yahud ala 71 firqa, mayahudi wamegawanyika makundi 71. Waftaraqat an-nasara ala 72 firqa, na wametofautiana, wametoka makundi manasara makundi 71 au makundi 72. Kisha akasema wataftariqu ummati ala 73 firqa, na huu umma wangu utatoka makundi 73. Mayahudi makundi 71, manasara makundi 71 au 72, lakini umma wangu utakuwa na makundi 73. Kisha akasema kulluha fi nar, makundi yote hayo 73 yatakuwa motoni, yataingia motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja tu, hilo ndio litakuwa limeokoka. Katika haya makundi 73 kundi moja ndio litakalookoka. Akaulizwa ni lipi kundi hilo ya Rasulullah? Akaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana akasema lile kundi ambalo litakalokuwa kama nilivyo mimi leo na maswahaba wangu, lile kundi ambalo litakalokuwa kama nilivyo mimi leo ninavyouenzi Uislamu na wanavyouenzi Uislamu maswahaba wangu, na likawa hivyo, basi hilo litakuwa ndio litakalookoka. Kwa hiyo waqad kharaja tashayyu'u min al-Kufa, na hili kundi la tashayyu'u la kishia lilianzia Kufa, Iraq. Huko ndiko ambako kundi hili lilipoanzia huko. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, jaa fi akhbari Shia, imekuja katika habari za Shia bi annahu, kwamba lam yuqbal da'watu, hili kundi hili ulinganizi wake na fikira zake huwa hazikubalika. Sababu tutaona huko mwanzo, tutakuja kuangalia ushia ulianza vipi na ilikuwaje. Hapa tunaelezea sababu ama zile sababu zilizopelekea kutokea makundi. Tumeanza makundi la Khawariji, kundi la Tashayyu'u na makundi mengineyo. Asema katika maeneo ya Kufa ndio kumetokea hili kundi la kishia. في أخبار الشيعة بأنه لم يقبل دعوتهم من أمصار المسلمين إلى الكوفة. Wale kundi hili la kishia, fikira zake na mawazo yake ni kundi ambalo halikupata nguvu wakati linaanzishwa. Tutajua lilianzishwa wapi, tutajua mbeleni huko. Wakati linaanzishwa halikupata nguvu katika miji ya Waislamu isipokuwa katika miji ya Kufa, Iraq. Huko ndo walianza kupata nguvu. Kwa sababu limepata nguvu ni kwa sababu kulikuwa huko maulama, hakuna maulama ambao waweza kupambana na hizi fikra. Na hata hivyo hawa mashia ambao tunaona leo hii wanapata nguvu sehemu ambazo hakuna ahlus sunna wal jamaa. Hakuna watu ambao wanaowatahadharisha Waislamu kuhusu mashia, hawazungumzwi, hawasemwi. Basi wakifika maeneo hayo ndio wanajizolea watu, sababu wakifika wanakuta tu maulidi tu, watu kupiga zefe, watu kucheza madufu, hawana habari na dini, wao ni maulidi. Wakifika mahala hapo, basi wanawateka Waislamu kwa sababu hawazungumzwi, hawatahadharishwi. Kwa hiyo hawa mabwana katika maeneo ya Kufa ndio walipata nguvu. Kisha baada ya Kufa intashara baada dhalika fi ghairiha, baada ya hapo ndio likaenea kundi hilo katika maeneo mengineyo, kama ambavyo kwamba lilipotokea kundi la Irja. Irja ni miongoni mwa makundi ambayo limetokea Kufa vile vile, na vile vile ikatokea kundi linaitwa Qadaria. Qadaria nalo ni kundi katika miongoni mwa makundi vile vile, sio Qadiria, Qadaria ambalo linapinga qadar. Wal-i'tizali na Mu'tazila nao wakatokea huko, na pakatokea makundi mengi kama vile Jahmia, kutokea upande wa Khurasani na makundi mengine ya kibid'a mengi.
yakazidi kuchimbuka kwa sababu mtume ashasema kwamba umma wangu huu utapatikana makundi 73. Umma wangu kutokea makundi 73. Ni jambo ambalo mtume ashalizungumza. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo ilivyoanzia haya matatizo baada ya kufa Uthman bin Affan, kwa sababu aliuawa na kundi la kwanza ni kundi lao la Khawariji, kisha wakaja hao Mu'tazila, wakaja Tashayyu, yakaanza kuzaliwa makundi mengi. Lakini sisi kundi letu ambalo tunatarajia tulizungumze katika kalima yetu hii ni kuzungumza kundi la Kishia Ithnai Asharia. Hili ndilo kundi ambalo sisi tunalikusudia kulizungumza katika kalima yetu, kwamba lilianzia wapi, ilikuwaje, ilitokea vipi. Lakini kwa kiufupi kwamba fitna ya makundi ilianza kutokea baada ya kuuawa Uthman bin Affan. Alipouawa Uthman bin Affan, hapo ndipo makundi yakaanza kutengenezeka. Miongoni mwa haya makundi ni kundi la Tashayyu, kundi la Kishia, kwa sababu baada ya Uthman alitawala Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo tuangalie sasa mashia ni akina nani, man hum shia. Swali hili tutakuwa tukiuliza mashia wenyewe. Tukienda katika kweti tutayapata majibu kwenye vitabu vya mashia wenyewe, na mashia wenyewe wanaposema man hum shia. Ajaba shaykhuhu Muhammad bin Nu'man al-mulaqab indahum bil Mufid. Huyu al-Mufid ni moja katika wanazuoni wakubwa wa Kishia. Yeye ndo anatueleza kwamba mashia ni akina nani. Anasema mashia atba'u amirul mu'minin Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Mashia ni kundi lililotoka, kama nilivyotangulia kusema, ni kundi lililofumka, lililodhihiri likidai madai kwamba wao ni wafuasi wa Ali bin Abi Talib. Tutakuja kuangalia limeanza wafuasi wa Ali bin Abi Talib ala sabili alwala, kwamba wao wamejifungamanisha na kumpenda Ali, wal-i'tiqadi liimamati, na kuitakidi kwamba Ali ndiye anastahili kuwa kiongozi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila fasl, bila kutangulia yoyote, kwamba Ali bin Abi Talib wao itikadi yao ni kundi limejitokeza kwa lengo la fitna na kuja kuwavuruga Waislamu, kwamba wanadai sisi ndio wafuasi wa Ali bin Abi Talib, watetezi wa Ali bin Abi Talib, na sisi tunaamini kwamba Ali yeye ndiye anastahili kuwa kiongozi baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila kutangulia yoyote, wa nafi al-imama amman taqaddamahu, na wanaupinga na kukataa uongozi uliokuja baada ya Mtume kabla ya Ali. Kwa kina Abubakar na Umar, wao wanawapinga hapa na wanawakataa kabisa, na tutakuja kuona huko mbele namna maneno unayoyasema hawa mabwana kuwasema hawa maswahaba, kwamba kwa nini wamekuwa viongozi, wamechukua uongozi baada ya kufa Mtume, wakati sisi tunakuamini kiongozi baada ya Mtume ni Ali bin Abi Talib. Na hii ni katika miongoni mwa itikadi zao tena zenye kufuatwa. Huwezi ukaambiwa wewe ni mshia mpaka uitakidi kwamba baada ya kufa Mtume Ali ndio kiongozi. Kina Abubakar na kina Umar hawa wameteka uongozi, wameuvamia, si haki yao, wamemnyang'anya Ali bin Abi Talib uongozi wake. Kama huamini hivyo, wewe kwao sio mshia, na uamini kwamba Abubakar na Umar hawa si Waislamu, bali wamertadi na wamemnyang'anya uongozi Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo Shia
ni wale wenye kudai, sio kwamba ni wafuasi kweli. Kama watu wenye kudai kwamba wao ni wafuasi wa Ali bin Abi Talib kwa kutangaza utiifu na mapenzi kwa Ali na kutangaza kwamba wao wanaamini kwamba uongozi anastahili baada ya mtume ni Ali bin Abi Talib, hakuna mwingine. Na yoyote aliyochukua uongozi baada ya kufa kwa mtume kabla ya Ali, uongozi wao ni batil, haukubaliki. Hivyo basi, na ni sehemu ya itikadi yao na ni sehemu ya imani yao. Mtu kama haamini hivyo, huyo kwao sio Shia, na ikiwa mtu haamini hivyo, huyo kwao ni kafiri. Tutakuja kuona, tusiwe na haraka, tutazungumza vitu. Maneno haya ameyasema kiongozi wao huyo, ambayo utayakuta katika kitabu kinachoitwa Awailul Maqalati fil Madhahibil Mukhtarati, safha 130, safha ya 35, babu al-qawl bil firaqi baina ash-shi'ati fi ma nusibat bihi ila tashayyu' wal mu'tazilatu fi ma suhiqat bihi ismu al-i'tizal. Ukienda kwenye kitabu cha Shia cha mwanachuoni wao huyu, utakuta pale ameeleza Shia maana yake ni wale wenye kudai kwamba wao ni wafuasi na wenye kutangaza upenzi kumuunga mkono Ali bin Abi Talib. Inna lafdha shi'ati, tamko la Shia, idha utliqa al-yawm, likitamkwa leo, mashia wako makundi mengi, lakini hili neno Shia likitamkwa leo hii, fa innahu la yansarif ila taifati al-12. Likitamkwa hili neno Shia, likitamkwa hili neno Shia leo hii, halitoki isipokuwa linakusudia hawa mashia wenye kuitakidi itikadi ya maimamu 12. Wadhālika li'anna al-12, kwa sababu hawa mashia wenye kuitakidi itikadi za imamu 12 hum ghalibatu ash-shia al-yawm fi Iran, ndio wanaopatikana kwa wingi leo hii katika nchi ya Iran, wal Iraqi, na Iraki, wa Suria, na Syria huko, wa Lebanani, na Lebanon, wa duwalul Khalij wa ghairi dhalika min al-amakin, na sehemu nyinginezo sokuwa hizo. Wali anna masadirahum fi al-hadithi wal-riwayati qad istaw'ibat mu'adhamu ara'i al-firaq ash-shia. Kwa hiyo leo likitamkwa neno Shia, basi ujue ni hawa ambao wapo Irani, Iraqi, Lebanon, Syria na maeneo mengineyo, hawa ambao wenye mtizamo na itikadi ya maimamu 12. Kwa sababu wapo mashia wengine waliopita, wao hii itikadi ya maimamu 12 haipo. Wao wana maimamu wao walioishia huko, hawakufika mpaka imamu 12. Kwa hiyo tunawakusudia hapa sisi ni hawa mashia 12 al-imamia, mashia wenye kuitakidi itikadi ya imamu 12. Hawa ndio kwamba sisi tunawalenga. Kwa hiyo leo katika kalima yetu tumeangalia hivyo vitu ambavyo tulivyoviangalia. Tumeangalia sababu zilizopelekea tuzungumze kundi hili, lakini pia tumeona fitna zimeanzia wapi, lakini pia tumeona ni kina nani mashia. Katika kalima inayofuata tutakuja kuangalia asli, chimbuko la ushia ni wapi, nani alianzisha fikra hizi, ni nani alianzisha mtazamo huu wa kudai kwamba wao ni wafuasi wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ni nani kaanzisha fikra hii, nani kaanzisha mtazamo na malengo yake yalikuwa ni yapi? Allah atuwafikishe katika yale ambayo kwamba anamridhisha na atuepushe na yale ambayo kwamba anamchukiza. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.